Kaka, nimekuelewa na nakuahidi nitakuwa bega kwa bega na wewe mpaka kulitimiza hili. Mimi nashukuru sana dada yangu, kama umenielewa, maanake hili jambo lilikuwa linaniumiza kichwa haswa. Sasa basi, kwanza leo hili swala inatakiwa wewe ndio utakayelisimamia kwa hali na mali. Kaka, wewe ni kaka yangu na katika moyo wangu wewe ni baba yangu. Waswahili husema somo lililo mkononi mwako ndilo lisomwalo leo. Kwa hilo wala usijali, kila kitu kitaenda sawa. Sawa sawa. Mimi nimefurahi sana kusikia hivyo. Na nimefurahi sana. Najua kabisa kwamba mchele umepata mpetaji. Ndio. Kwa hiyo jambo hili litakwenda sawa kabisa. Nisiseme kitu. Lakini cha umuhimu tuombe tu mambo yaende sawa. Na hapa hii itaongezea katika matumizi. Kaka, asante sana. Mungu akujalie heri ndugu yangu. Haya dada. Sisahau kuwasalimia wajomba zangu. Salamu zote zitawafikia. Karibu sana. Yaani hata siamini. Sijui itakuwaje hiyo siku, sipati picha. Bora nimekuona shoga yangu, maana nilikuwa nakutafuta kwa tochi. Mwewe tena kuombea. Haya, niambie uombea kama hujaanza kusahau. Maana siku utakuja kusuta utokee tupunzike. Shoga yangu, Mwantumu anaolewa. Mwantumu huyu. Mwantumu huyo unamjua wewe? Kabisa, Mwantumu huyo kuolewa. Unajua nini kidawa? Sasa ndio naanza kuamini. Yaani mwanzo nilikopo sikuamini, lakini kadri unavyozidi kulizungumzia hili swala, kulisisitiza kwa usafiri, naanza kuamini. Haya, mwanaume gani huyo aliyojitokeza kumchukua yule msukule Kibwengo? Wewe kama sisi tunamuona Kibwengo huko mtaani, wanamuona mpya kama kazaliwa leo. Upo habari ndio hiyo. Leo ndo sasa shoga yangu naamini. Ama kweli mtu namtue kabisa. Mwantumu huyu wa kuolewa, mbele ya chezi nyuma tikisiki, mweusi kachungu cha badili, ndio huyo. Ila shoga yangu, na sisi tuende tuhangaike, tutafute babu, tuende tukaoshwe imili yetu, tujitoe nuksi. Bila hivyo tutaishia kupika miogo kila siku. Yaani mimi shoga yangu nikajua una akili sana, utakuja kuniambia jambo la maana, unaniambia ushubwa dako. Yaani kabisa kwa akili yako wewe unadhani kuolewa ni jambo la maana sana, si ndivyo? Basi sawa, kama unaona kuolewa jambo la maana sana, na itafuta bwana uolewe. Umenielewa? Mimi ningetaka kuolewa hata kesho naweza nikaolewa, sema sitaki. Kwanza ushanitibua zangu nyongo mimi. Mimi nilikuwa naongea hivyo shoga yangu na kuelekeza tu. Wala nilikuwa yani sina nia mbaya na wewe. Ila nilikuwa naenda huko kwa babu Ali shoga yangu kununua chips. Nataka wewe kununua chips, si ndivyo? Yaani tu najua tu unaongea kwa makusudi. Ai, mradi tu hapa mate aniweke mdomoni, yani jae mate kama hivyo washanijaa, umekaa umepunzika hapo unicheki. Si ndivyo Kisa shoga mimi napenda chips. Hayo niliyajua tu. Maana hiyo shoga yangu kwa uroho. Sikiza nikwambie. Twende kupeleke ukaeke mizigo yako kwenu. Alafu tutaenda kwa babu Ali tutakununua chips. Nitakununulia shoga yangu hata usijali. Tangu mimi na wewe. Dada unakununulia chips? Ndio. Mama ushoga kana. Ushoga kana. Uwe.
Mwanangu Sabi, hivi uchoyo utaacha lini? Yaani unakula chipsi zako hata kunikaribisha? Hey, haitoshi. Umeacha kupika chakula watu wale, wewe umeamua kujiwahi na chipsi zako mwenyewe. Yaani wewe mtoto ni shida. Sasa jamani, tabia gani kutumia wakati wa kula? Kwani umekatiza hapa kuja kula au? Yaani kabisa mama povu na kutoka kisa chips, ndivyo? Na ule. Haya bwana. Mi wala si hadaiki na hizo chipsi. Mpaka kufikia umri huu nimekula chipsi zaidi ya gunia 10. Tuachane na hayo shoga yangu. Kuna ubuyu. Tena ubuyu wa Zanzibar. Tena wa kumumunya. Wewe tena. Nipige ubuyu. Mjomba wako Kizigo amekuja. Kuna vitu vizuri tumezungumza kukuhusu wewe pamoja Mwasiti na Ndewa. Kuna nini tena? Mjomba wako anataka wewe na Mwasiti muende kwa Ndewa, maana yeye hamuelewi Ndewa. Kwa hiyo anachohitaji mmoja wenu kati yako wewe au Mwasiti atakayefanikiwa kumshawishi Ndewa na kumweka kiganjani. Maana yeye hamuelewi kabisa. Basi huyo ndio atakayekuwa. Yaani kama nakuona mwanangu ukimchukua Ndewa kwa ulaini, Mama, sidhani kama Mwansiti anaweza kukushinda wewe. ananishindaje kwa mfano? Mimi ndio Sabi tena Sabi wa ukweli. Umenielewa mama? Kama mwenyewe unavyojua, niachie mimi. Kuolewa raha kama najiona hiyo siku. Natamani sasa iwe kesho. Nakuamini mwanangu. Kwa hiyo shoga yangu ujiandae. Ila ukifika huko dada, heshima, adabu na utulivu. Ukipata nafasi mchezoni, usiache kufanya kitu ndani ya dakika 90. Na ukiona umezidiwa mwanangu, niambie. Twende upande wa pili. Ili tu uolewe. Upo tu. Mama, hilo usijali. Tena usijali kabisa. Afe kipa afe beki, mimi ndio nitakuwa mshindi. Nadhani mwenyewe unanijua, mimi ndio Sabi original, mwingine photocopy. Mimi mama, hayo yote niachie mimi, usijali. Umenielewa eh? Hakuna mtu anayeweza kuzishinda mimi. Mimi ndio Sabi mwenyewe yani. Mambo niachie mimi. Ndio nayataka mwanangu, hapo mama. Lazima tubebe kitu. Ninapoitamani ondoa mpaka kesho. Inifuatie hapa. Nakuaminia. Ndio ulege, utakula. Nafaza. Mpaka saizi bado upo hapa. Vipi nilipokuagiza ulikwenda? Hamna, nimeona nimalizie kwanza hapo kabisa usafi, nioshe vyombo, nideki, nikimaliza nipike chai ili nikienda na nimeenda moja kwa moja mzee wangu. Afu mwanangu wewe wa ajabu sana. Yaani ukiagizwa vitu vya kiume uvifanye. Lakini cha ajabu vitu vya kike unapenda kuvifanya. Wewe wa aina gani? Mbona unitia mashaka? Lakini baba, maneno yote yanatoka wapi hayo? Kwa sababu tangu nilivyokuagiza nikategemea kwamba tayari ushaenda. Lakini cha ajabu umejichelewesha. Hizi ni kazi za kina mama. Yaani wewe sasa hivi ungekuwa umeoa, mambo yote unaniambia na kufanya mke wako. Kwa hiyo ninachokizungumza mimi huwa kina maana. Okay. Acha tuachane na hayo. Vipi kuhusu yule mpango wako? Mpango wangu kwa kweli baba unaenda vizuri. Kwa sababu pale madalali jana wameniambia kwamba yule mzee mwenye nyumba amekubali kuchukua miezi 6. Kwa hiyo kinachotakiwa tu mimi kuclear pale, niende kule nichukue mzigo niweke pale ili biashara zianze. Afu wewe mjinga kumbe. Unajitoa akili, si ndio? Mama mimi unanifanya mimi sina akili. Sijui kwamba wewe mfanya biashara. Mimi lengo na mazungumzo yangu nimekukumbushia kuoa. Lakini kukumbushia mambo ya maana unajirusha za wapi hizo? Baba, kiukweli kwenye swala la kuoa mimi naomba nipe muda kidogo. Kwa sababu mwenyewe unajua mambo yangu mimi bado hajakaa sawa mzee. Kwa hiyo naomba nimalize vitu vingine kwanza, ili nikishamaliza huko mimi nitaoa tu mzee wangu. Mimi sidhani kama kuna haraka kiasi hicho. Mimi ndo baba yako. Na mimi ndo ninasema wewe uoe.
Kwa hiyo unanifanya mimi sijielewi, si ndio? Nataka uoe, muda wako umeshafika. Na mimi hapa nataka nisumbuliwe hapa. Wajukuu, nitawapata wapi kama wewe hujaoa? Hivyo mwanangu, kwa nini unashindwa kuwa kama mimi? Mimi enzi zangu nilikuwa kiwembe mtaani. Wazazi wangu walikuwa wanagombelezea ugomvi mpaka wamechoka. Mimi nilikuwa sio mchezo, na kama hiyo kuoa, nimeoa mara nyingi sana. Nimeoa, nimeacha, nimeacha. Sasa mwanangu uko wapi? Au domozege? Lakini baba, maneno yote yanatoka wapi hayo? Kama domozege nikusaidie. Au kama kuna matatizo, basi nikusaidie vile vile. Au sio riziki? Unaona sasa maneno ambayo unaongea hayo? Kila kukicha huko ndani ni matusi tu, kila kukicha ni matusi. Hapo unakuwa kama unanisimanga sasa mzee. Sasa maneno yote yanatoka wapi? Mimi nimeshasema muda ukifika mimi nitaoa. Lakini kila siku unaniandama. Je, kama mfano mamangu angekuwepo ungekuwa unaniambia maneno haya? Nisikilize nikwambie mwanangu. Mimi sio kama nakutukana, hata wewe mama yako kaburini huko atakuwa anasikitika. Kwa sababu yeye anajua mesa jogoo mwisho wa siku limekuwa goigoi tu. Hata kumlipizia visasi wewe huna. Sasa unafikiri atajivunia nini kwako wewe? Mama yako na mimi letu hili moja angekuwepo duniani, kwa sababu tulizaa mtoto tukasema ile mtoto dume. Sasa unatuangusha. Alafu kuna kitu ambacho mzee wao anasahau. Unajua baba, mambo ya ndoa yanapangwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo haina haraka, muda ukifika mimi naamini Mwenyezi Mungu atanifanyia katika upesi katika hilo. Usimsingizie Mungu bwana. Huyo Mungu mwenyewe anataka watu waoe. Yaani ukishafikisha umri wa 18 au ukawa umeshapevuka unatakiwa uoe. Na kuoa ni unakamilisha nusu ya dini. Sasa huyo Mungu wapi amekwambia usioe? Unataka ujipange nini wewe? Acha uboya mwanangu. Wewe ni binti yangu mzuri sana. Nimekulea katika maadili yote mazuri. Na nimekufundisha kila aina ya mafunzo ambayo mtoto wa kike anastahili kufundishwa. Na kuomba usiende kuniangusha huko unakoenda. Kitu kingine, hebu angalia maisha yetu hapa tunaoishi. Kula kwetu tabu, kuvaa kwetu shida. Ila utakapokwenda kule na kwenda kumteka ndewa, mali zote zile na wewe utahusika. Kwanza ukizingatia, ndewa ndio mtoto pekee wa mjomba wako. Na kwao kuna kila kitu. Angalia sisi tunaishi kwenye kibanda. Ile nafasi ukiipata pale, hatujaishi maisha mazuri mwanangu. Nakosaje mama? Nafeli wapi kwa mfano? Nenda kayafanye yote niliyokufundisha. Na ikiwezekana ongeza ujuzi. Usijali mama wangu, nimekusikia. Na kuahidi kuyafanyia kazi yale yote ulionifundisha. Na sitokuangusha hata kidogo. Sawa? Ila kumbuka, mwanamke uvivu hatakiwi. Punguza uvivu mwanangu. Mama, nyumba ni usafi. Mwanamke kitu cha kwanza usafi. Baada ya hapo kinachofuata jikoni. Mwanamke ni mapishi ya jikoni mpaka ya chumbani. Pili, ukarimu kwa watu. Haijalishi unapoenda kule ni kwa mjomba wako, lakini kumbuka wewe unatakiwa kuwa mke mtarajiwa. Naomba hilo likukae akilini. Usije ukaenda huko kukaja makesi hapa, mwanao sijui hivi, mwanao sijui hivi, mwanao sijui hivi. Kumbuka mpo kwenye ligi. Mpo hao. Anatakiwa ni huyo mmoja. Sasa nahitaji hii nafasi uipate wewe. Huu mchezo hauhitaji hasira. Unahitaji utumie akili nyingi, nguvu kidogo. Refa wewe, kocha wewe, mchezaji wewe. Na mshangiliaji ni wewe mwenyewe. Dada zangu, nadhani mwanzo kila mmoja nilimfuata kivyake na kumwambia hili jambo. Hatimaye kwa mipango ya Mwenyezi Mungu leo tumekutana pamoja ili kuliweka sawa. Kwanza kabisa, najua mnajiuliza sana kwa nini nimeamua Ndewa awe binamu yake. Nataka aoe kwa sababu uko usende mbali. Na kama mnavyojua, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu vijimali kidogo amenipa. Na mtoto wangu wenyewe ndio yule mmoja. Sasa nikafikiria, nikawaza na kuwazua. Nikimwacha yule akaanza kwenda mitaani huko, akaniletea jini pesa, atachukua mali nyumbani na kupeleka nje. Nikasema hapana. Mbona mimi na dada zangu na watoto warembo tu? Kwa nini pesa zile zisizunguke humu ndani? Ndio maana nikaamua nilete uamuzi wangu kwenu ili Ndewa awe binamu yake. Akiwa binamu yake, nyinyi kwanza hamtonyanyasika.
na vile vile atapata mapenzi ya ukweli. Hicho ndio kilio changu mimi. Kwa hivyo basi, ninavyojua Mwasiti na Sabitina, hata siku moja hawezi kushindwa kuchagua hata mmoja, na akishindikana kuchagua basi atakuwa na matatizo kama ninavyohisi. Kwanza nikupongeze kaka kwa uamuzi uliochukua. Sisi dada zako tuna furaha sana. Tuna furaha sana ya kupitiliza kakaangu. Maana kwanza mpaka leo nasema japokuwa wazazi wetu hawapo duniani, lakini kweli tuna baba anayetuthamini na kujua umuhimu wa familia zetu. Leo hii kaka yetu umesimama kusimamia familia zetu. Kwa hilo mimi sina shaka kabisa. Au unasemaje Kiziwanda? Dada, kaka, mimi wala sina shaka. Yaani hapa nilipo moyo wangu una furaha. Yoyote atakayechaguliwa, ni Mwansiti sawa, ni Sabi sawa. Mimi wote wangu. Mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipa madada kama nyinyi. Lakini nitoe angalizo moja. Ili jambo tunakwenda kusudia kulifanya lisije likaleta matatizo, lisije likaleta mgawanyiko katika familia yetu. Ninachokiomba kitu kimoja tu. Yoyote atakayechaguliwa basi tumpe ushirikiano na maisha yaendelee kama kawaida. Au mnasemaje dada zangu? Kwa hilo kaka, ondoa shaka. Kwani akiolewa Sabitina ni wa kwangu, akiolewa Mwasiti ni wa kwangu. Kizuri ninachokijua mimi ni kwamba watoto wetu tumewalea kwa kitu hiki kimoja. Kwa hiyo yoyote yule atakayefanikiwa kuchaguliwa ndio yule. Yaani ndio maana Waswahili husema hivi, mbuzi asiyothamini majani yaliyo karibu yake mwishowe hula majani ya sumu. Ya nini akawe gumegume huko aje amtoe roho mwanangu wakati ndugu zake wapo? Najua wanangu pale nyumbani sasa hivi mzee anazingua kishenzi. Yaani kila kukicha mzee ananipigia kelele mambo ya ndoa tu. Mara hoa, mara hivi. Mimi naambia mzee sasa mimi na mipango yangu. Unaona? Kwa hiyo shakufanya subiri mipango yangu iende sawa, mimi nitakuja kuoa. Yaani elewi kabisa ndugu yangu. Yaani nafika hatua najiuliza, hivi yule ni baba yangu kweli? Yaani mpaka nafika hatua maneno mengine hata aibu kuongea hapa wanangu. Mimi namwambia mimi nina mambo yangu. Tulia mimi mambo yangu afike, muda ukifika mimi nitaoa tu. Lakini mwanangu elewi kabisa. Oya, ndio. Baba ni baba tu, sasa baba ameshawaza mbali sana. Unajua baba ameona vitu vingi, unaelewa amekutangulia kwa vingi sana. Kwa mpaka anakaa chini na wewe na kukushauri kuhusu ndoa. Mimi naona ni jambo la heri sana. Unaelewa? Na ukizingatia sasa hivi tayari wewe yani una vigezo vyote vya kuoa, kwa sababu ukiangalia mijengo pale kwenu yani fresh, unaona biashara unafanya fresh. Sasa sijajua unafeli wapi ndugu yangu. Unaona? Mimi naona msikilize mzee bwana, yuko sahihi. Au unaonaje mwanangu? Fresh, nasikia mwanangu. Ngoja mimi nikupe ushauri. Mzee msikilize. Msikilize. Hapo ameshaona mbali, ameshakutafakari, amekuona umeshakuwa sawa. Afu ukiangalia wewe mwenyewe ni mtoto wa pekee pale wa kiume huko. Hebu msikilize, hebu nenda kwa tani ningekuwa kama mimi. Mimi hata leo mwanangu. Mimi nakwambia, mimi hata leo. Unajua Baraka, mimi najua kabisa akili yako imeleka wapi. Unaona tu ndoa ni kulala mwanamke ile miguu minne nini ndio hivyo. Mimi nakwambia mwanangu. Ndoa ni zaidi ya kulala na mwanamke. Ndoa sio poa ndugu yangu. Sio kama mimi sipendi, mwenyewe napenda sana. Lakini mimi nataka nijikamilishe. Mimi nataka nikuwa baba ni baba kweli. Sio baadaye tena mimi naoa afu vitu vingine naanza kumtegemea mzee. Ushona. Lakini kwa venye wanangu umeongea hamna shida. Mimi ngoja nikae nitafakari afu nitaangalia na alimaliza vipi. Sikia ndio mwanangu. Yaani usikae na feeling sana. Unajua ni jambo la heri afu ni jambo la kufurahia. Unajua ndoa bwana, yaani ukiingia katika ndoa mambo mengi sana yanabadilika. Hata Mungu anaweza kukujalia kipato zaidi ya kile ambacho uko nacho. Fanya hivyo, kamsikilize mzee mwanangu. Kaa naye chini, yani mwambie bwana mimi niko tayari kwa hilo.
Sawa, mimi najua yani hapo kitu unachokiwaza, najua utafeli kuhusu mambo yako ile ya namna gani. Sema unaweza ukaa ndani ya ndoa afu isitoshe ile kama kawaida yani. Sawa, ndio hivyo bwana, ngani kuwa happy yani. Kazi kwako shoga yangu. Bahati ndio hiyo imekuja. Hala bibi, usije ukaipiga teke. Nikutoe tu wasiwasi Kidawa. Mimi najiamini 100% kabisa kama ndio atanioa mimi. Kwanza shoga unione, nina kasoro gani hapa? Nimekamilika kila idara na TBS. Ndio hivyo dada. Wewe tena. Ila sasa nisize nikwambie. Acha kujiamini sana. Cha msingi ni kupambana ili kuweza kumkabili huyu mwanaume. Ayo kwako peke yako. Shoga yangu kwanza kwa nasikia Tanga raha. Mashamshamu yote shoga yangu. Si unajua tena. Ili asikoponyoke. Ndio hivyo shoga yangu. Nimekupa akiba maneno tu hiyo. Sawa, nimekuelewa. Lakini mimi nakwambiaje? Haya maneno ninakwambia, ipo siku utakuja kuniamini au kunielewa. Kwa sababu ninajiamini 100%. Kwanza shoga yangu, ukiniangalia sina kasoro yoyote. Mtoto cheupe. Yule tipo yule ana kitu gani kule chamani? Hana uzuri wowote, yupo hivyo kama yupo. Kwanza mimi na ndio ndo tumeendana. Uongo? Haya mwaya, mimi langu jicho tu. Nasubiria hiyo siku ya harusi, maana nilivyokuwa naashwa nina hamu. Karibu. Wajomba. Jamani mjomba. Za nyumbani. Marhaba. Jambo? Jamani. Yaani nimefarijika sana kuwaona. Karibuni sana. Asante mjomba. Hamjapata tabu kufika huko? Shida tumepata mjomba. Kwa sababu mimi nilikalili nyumba ya hapo kati hapo. Kipindi kile ilikuwa bado chini. Sasa hivi mpaka hadi rangi. Wewe unakalili tangu kipindi kile? Sasa hivi watu wanajenga mjini hapa. Yaani kiukweli mjomba, bila jina lako tusingefika hapa. I say, mimi huko siku nyingi. Kwa hiyo hata ukimuuliza mtoto mdogo kiasi hiki, watu wengi wananijua. Kwa hiyo nikajua kabisa hamtapata tabu. Mamangu, za siku nyingi. Nzuri, vipi hali? Salama, tushikamoo mama. Marhaba, kwema. Kwema, haya za huko nyumbani. Alhamdulillah. Haya, vipi shoga yangu? Kasiondoka? Shoga yako? Nahisi saizi pia ni mwenyeji. Kaondoka asubuhi na mapema. Acha we. Mungu namjalie na iwe heri. Maana nina hamu na shughuli hatari. Sipati pita tena siku hiyo. Kama nakuona mama shughuli. Mama, kama unavyonijua tena. Natamani. Nakwambia watanijua mtaa huu. Kama mimi naozesha mwaka huu. Mbona wanalo hilo? Ila shoga yangu. Huu mdomo wako mama, usije ukalitangaza, maana mtaa huu kuna watu wana visokoro kwinyo, wasije wakamtia mwanangu kisiriri na ndoa yenyewe akaikosa. Tafadhali. Wasiwasi wako tu mamangu, mtaa huu wote na ufahamu vizuri mimi. Naanzaje kumwambia mtu kwa mfano? Hala! Kama si lako la jirani yako.
Nadhani mmekiona chumba chenu. Ndio mjomba, tumekiona. Mimi nashukuru sana kusikia hivyo. Lakini mmekipenda? Manake labda hamjakipenda, niambie nibadilishie chumba kingine. Lakini hata kama nikiwabadilishia chumba kingine, jinsi mlivyokiona chumba hiki na vyumba vyote vya humu ndani viko hivyo hivyo. Tanda hivyo hivyo. Madirisha hivyo hivyo. Mapanzia. Mjomba, mbona kizuri tu. Nataka huko. Mjomba, na tukutoe tu hofu. Yaani usijali kuhusu sisi. Mambo yote yatakaa sawa. Sisi mwasiti. Ndio ile kwa tu mjomba. Basi muwe huru. Chochote mtakachokihitaji msisite kuniambia. Yaani usiwe na wasiwasi kuhusu hili. Na wanasema siku zote mjomba ni mama. Kwa hiyo kama mjomba ni mama, tukiwa tuna tatizo lolote tutakwambia. Na usijali mjomba kuhusu hilo. Mambo yote uliyotuambia tutajitahidi kila kitu kitakaa sawa. Nimefurahi sana kwa kwanza. Sasa ngoja niwaonyeshe mazingira mengine. Twendeni mkaone jikoni. Basi wanangu, ndo kama hivyo. Shemeji yenu yani ile kanipa full data zake zote, yani kwamba yeye sasa hivi ni mjamzito. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi ni baba kijacho wanangu. Ipo hivyo yani. Sikia, mimi nakwambia kitu kimoja Julius. Wewe mwambie Ode mwanangu atoe mimba. Unajua Julius mwanangu, epuka sana kuongeza majukumu bila kuongeza kipato. Baba, sio poa ya maisha ya sasa hivi mwanangu. Mimi nakwambia wewe damu yangu. Haya. Wewe wanangu mnamuelewa? Wewe sio bure bwana, wewe utakuwa umerogwa. Yaani Mwenyezi Mungu analeta kudra zake kwangu, ananionyesha, yani anaonyesha upendo kwangu. Leo unapata mtoto. Alafu unanishauri vitu ambavyo sivyo eti nimtoe. Kweli wanangu? Sevalini, achana naye bro. Angekuwa anajua thamani ya mtoto, asingeongea ujinga huu. Ajui babu, ajui. Mimi siongei sana kwa sababu najua katika maisha kila mtu na mfumo wake. Kwa hiyo mimi siwezi kukupangia mfumo wa maisha yako. Lakini ipo siku utakuja kuniambia. Nangu baba anapiga simu. Namfaza. Nipo hapa juu hapa. Sasa hivi una nini kwani? Sawa. Ndewa mwanangu. Kulingana na mazingira ya hapa nyumbani, ilipaswa kabisa sisi kuwa na mfanyakazi. Lakini nikakaa nikafikiri, nikaona haina haja ya kuwa na mfanyakazi. Ndipo nikaamua binamu zako hawa waje tuishi nao. Kwa hiyo tutakuwa nao kuanzia leo. Au unasemaje baba? Ni jambo zuri baba. Kwa sababu ukiangalia hapa mazingira hapa nyumbani tuko mimi na wewe tu. Kwa hiyo uwepo wao hapa nyumbani nafikiri utanifanya hata mimi niepuke baadhi ya majukumu ili niweze kuwa katika majukumu yangu. Kwa katika swala kama la kudeki, la kuosha vyombo, kupika pika, nafikiri sasa hivi nitakuwa nimepata wasaidizi. Jamani, karibuni sana. Asante. Karibuni sana, msikie mpo nyumbani. Mwasiti. Vipi mama anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Maana tangia ulivyomwahidi kumpelekea kikoi ndio kimoja. Basi uongo ndo kaida yake. Hata hivyo mamangu kamwahidi atamletea domu la mafuta. Ndo mpaka leo. Sio kama ni madanganya, lakini hizi wiki mbili zilizopita hizi nilikuwa nipo busy sana. Yaani mambo yalikuwa yanaingiliana sana. Lakini mwisho wiki nitawapelekea kila kitu. Vizuri sana. Haya, basi mnaweza mkaenda kuendelea na shughuli zenu. Sawa mjomba. Sawa. Ndewa, unaonaje binamu zako? Ni wazuri kwa kweli. Wazuri, walembo na wanavutia kabisa. Nashukuru sana kwa kulijua hilo. Kwa hiyo nyumba yetu imepata maua mazuri ya kupendezesha. Maana kama ilipoa hivi.
Si baba aliwaza nini kuwaleta wale mabinti pale nyumbani. Naenda kudhalilika sasa. Kwa nini singemleta mmoja tu? Hivi ndio tutaishi maisha yako jifichaficha mpaka lini? Hivi kwa nini mahusiano yetu tusiweke wazi kila mtu akajua? Yote 9. Ulenidu utanioa. Mpaka sasa hivi sioni lolote, sioni chochote. Au ndio ulikuwa uzumuni lako la kunichezea, kunidanganya utanioa ili mradi unipate kiurahisi, si ndivyo? Hapana Sabi, sina maana hiyo. Ila unajua Sabi, ili jambo sio la kukuepuka. Mimi naomba nipatie muda. Mimi naamini kila kitu kitakaa sawa. Sasa huo muda unahusiana nini kuhusu masuala ya mapenzi yetu? Kama mimi na wewe ni binamu, unaruhusiwa mimi kunioa. Kitu gani kinachoshindikana hapo? Au ndo zumuni lako mimi la kunichezea, si ndivyo? Uwaoe wanawake wengine, si ndivyo? Sasa mimi nakwambia kitu kimoja. Hicho kitu hakiwezekani. Yaani ulijua hilo. Ndio nishakwambia. Kikweli Mwasiti, mimi nakupenda sana. Yaani wewe ni mwanamke ambaye nikiwa na wewe nafsi yangu inakuwa na amani sana. Yaani kiangalia mashavu yako, haya macho yako mazuri. Sasa iko kicheko chako iko. Yaani kwa unacheka mimi nakumbuka kule tukiwa katika mambo yetu. Yaani naogopa kukupoteza mke wangu. Au na lolote, mimi nimeshakuzoea. Nitakuamini mpaka pale utapatimiza yale yote ulioniahidi, la sivyo kada kitazama. Naamini mimi nakupenda. Kikweli wewe ndio mke wangu mtarajiwa. Yaani hata iweje mimi siwezi kuacha wewe. Kwanza kweli kabisa, sitaonekana hata ila na mwacha mwanamke mzuri kama wewe. Nakupenda sana. Na nakuahidi nitatimiza kile ambacho nimekuahidi. Kweli? Nakupenda sana. Nakupenda pia. Unajua nini? Mimi kule nimeshalipia. Kwa cha kufanya wewe tangulia kule, mimi nazugazuga hapa alafu nakuja. Mimi sitaki bwana. Mambo kwenda kuganishana mwaka mzima pale mimi sitaki. Mwasiti. Hivi kweli mchana kuupe hivi watu wote wanashuhudia tuingie guest hivi kinoma noma. Twende bwana. Funga duka twende. Bwana mimi sitaki. Kumenuna. Unajua wewe kitu ambacho kijui. Yaani wewe ukinuna ni mzuri, ukicheka ni mzuri, ukilia ni mzuri. Ila tu mimi sipendi kuona uko umenuna. Ndio maana napenda kuona muda wote uko unafurahi. Tatizo lako wewe hujiamini. Lakini kama ungekuwa unajiamini, haya yote hata yasingetokea. Unajua mimi nikwambia ukweli tu. Wewe ndio mwanamke ambaye unafaa kuwa mke wangu. Na hata mimi nilikuwa nimelala huko. Yaani kasikia unaimba kajimbo kako kazuri, unamtuma njia wapeleke salamu. Na kikweli njia salamu amezileta. Na ndio maana mimi nimetoka huko nimekuja hapa. Sikufichi Sabi.
uwepo wako hapa katika hii nyumba. Mimi nasikia furaha sana. Yaani nafurahi mno. Na natamani siku zote endelee kwa hapa. Furaha unazo wewe. Kwa sababu unachokitaka umeshakipata. Mimi hata sina furaha mpaka hapo hiyo siku utakapotimiza hiyo ahadi yako. Mungu anikwambia kitu kimoja. Kiukweli hata mimi binafsi natamani hadi tutimie. Lakini mpenzi wangu, kuna jambo moja ambalo unalisahau. Mahusiano yetu mimi na wewe bado ni siri. Hakuna hata mtu mmoja ambaye anafahamu. Sasa hili jambo tukilipeleka kwa haraka, itaonekana kama mimi na wewe tulikuwa tuna mahusiano toka zamani. Na ndio maana mimi nataka kama hivi. Wewe unaosha vyombo hapa, mwenzako ameenda kuzurura huko. Hizi ndio point. Yaani yule baba umeshampiga takibira. Kwa hata mimi siku ya kuchagua ile. Nikisema wewe na pointi. Yaani sio kwamba mimi sikupendi. Yaani kiukweli mimi nakupenda tena sana. Sema tu ndio hivyo, siku ile mimi ulinikwaza. Kwa sababu gani unajua? Unajua mimi naona kama vile unipenda na unichezea. Sabi. Mimi nakwambia kweli. Mimi nakupenda. Sawa. Nakupenda sana sana. Na nikuahidi tu. Wewe ndio utakuwa mkwe wa mzee Kizigo. Ila nakuomba tufanye siri hata kwa siku chache tu. Sawa. Lakini siku ikifika kila mtu atajua. Sawa. Sawa nakuelewa baby. Lakini si unavujua mapenzi yana siri. Isije siku nikakoa. Hiyo ni kweli, lakini mimi niendelee kukusii. Tuendelee kufanya siri, muda utafika. Kila mtu atajua kama mimi na wewe ni mke na mume. Sawa? Sawa, nakuelewa, napenda. Napenda mke wangu. Ehe bwana wewe. Mbona hujibu message zangu? Yaani uweze amini Mwasiti. Jana nilivyolala mwenzako kama nimekufa. Yaani message zote mimi nimeziona asubuhi unajua. Haya, nashukuru kama umeziona. Tunafanyaje? Mwasiti haina haja kuwa na papara. Kwa sababu hakuna mtu yote ambaye anajua kama mimi na tuna mahusiano. Na mimi najua fika kwamba nyinyi mmeletwa hapa kwa ajili yangu. Kwa hiyo mimi nikuombe kitu kimoja. Tuendelee kufanya siri mpaka pale mimi nitakapokuchagua wewe. Lakini kama tukisema tuendelee kufanya hivyo unavyotaka wewe, tutaharibu kila kitu Mwasiti. Kwa sababu ni unafahamu, hii siri ni kwangu mimi na wewe. Hatakiwi mzee ajue wala Sabi atakujua hiki kitu. Kwa hiyo nakuomba tuendelee kuishi katika msimamo wetu. Hapa sio sehemu sahihi ya maongezi yangu mimi na wewe. Ila nitajitahidi baadaye. Nitajitahidi juu chini, nije chumbani kwako. Lakini Mwasiti, kama nilivyokuambia, haina haja kutumia nguvu nyingi. Mimi natambua na najua nini nakifanya. Naomba niamini, siku itafika tu utakayo. Nakuomba. Wewe bwana, utake nitakuja, usipotaka pia nitakuja. Domo rauda kumbea zaidi ya mamba, kupenda kujisifu na kujipoumba. Lako hilo. Langu jicho, langu jicho, langu jicho, sinyanyui mdomo wangu.
Natazama, 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 nione itavyokuwa. Yaani uko leo mnafiki. Yaani muda wote ulikopo hauimbi. Umenisikia mimi naimba ndio unaona unaimba, si ndivyo? Kama sio unafiki ni nini? Ndio maana jana ukaanza kujibebisha mwenyewe kwa mwanaume. Kama hakutaki. Hapa tumekuja kuchaguliwa, kama utachaguliwa sawa, kama nitachaguliwa mimi sawa. Acha kujibebisha kwa mwanaume. Chefu. Maneno ya mkosaji hayanikoseshi la ya kunywa maji. Nipo naye mpenzi, yeye amenidhibiti, kubwa si la kitoto. Yaani ndio hivyo ndugu yangu. Hapa nilipo nimevurugwa kishenzi. Yaani sikufichi ndugu yangu. Kama nakupatia hiki kichwa hiki kwa siku 2 tu. Yaani Julius unakuwa chizi. Sikufichi ndugu yangu. Unachanganikiwa live. Ndewa. Ndewa ndugu yangu, huo ni msala. Huo ni msala unaelekea kuwa mkubwa. Ila mimi naomba nikuulize kitu. Kati yao wasichana, wewe ni upi ambaye unampenda sana au ambaye unamfeel zaidi, ambaye unahisi utaishi naye katika maisha yako? Yaani ndugu yangu, kiukweli jibu hilo swali lako sina, kwa sababu wale mabinti wale waliniletea shobo wenyewe, alafu na mimi nikaona kitonga, mimi nikatoka nao wote wawili, huyu nikaa naweka, huyu naweka. Sasa mwisho wa siku ndugu yangu, wale mabinti wote mimi wamenielewa kweli kweli, alafu wananiganda balaa, yaani hakuna hata mmoja ambaye yupo tayari kuachana na mimi. Yaani hicho ndio kinachoniumiza mimi kichwa ndugu yangu. Ndewa, ndugu yangu, hapo mimi sina cha kukushauri, kwa sababu umeniambia kwamba hao mabinti wamekuelewa sana, ila labda nikushauri kitu, kama itawezekana, wewe achana nao tu. Yaani ndugu yangu, sio kama nakucheka kwamba labda nimekusalau ama labda nacheka nimezalau kitu ambacho umeniambia, ila mwanangu, kuna kitu kimoja ambacho ukijui, yaani wazazi wetu wenyewe wanataka mimi ni muoe mmoja kati ya wale mabinti. Alafu ukiangalia mimi nimeshatokana wote wale, japo kama wenyewe hawajuani, lakini mimi najua kweli na kila mmoja anajua kwamba mimi ni wa kwake. Sasa napata kigugumizi hapo, nitamchagua nani na nitamwacha nani? Aliyakuwa Sabitina ule nimetoka naye, Mwasiti nimetoka naye. Yaani hapo ndo ninapochanganyikiwa mimi ndugu yangu. Bora wangekuwa tubaki. Wale ni watoto wa shangazi zangu mimi, mama zao wale na babangu mimi ni mama mmoja baba mmoja. Huo ndo mtihani ambao nipo nao ndugu yangu Julius. Ile ni damu. Naona mtihani kakapo, naona pavuko pagumu hapo. Hapo ndo pananichanganya mimi. Yaani kote, lakini hapo ndo pananichanganya mimi ndugu yangu. Ndewa, kiukweli huo ni mtihani mkubwa sana, na labda nikwambie tu kitu hapo, mimi naona solution hakuna, kwa sababu ukimchagua mmoja na kumwacha mmoja, mimi nadhani bado haujatatua tatizo, ila tu bado itakuwa umeongeza tatizo. Sasa mimi cha kukushauri, sikia Ndewa, wewe achana nao, wasikuumize kichwa ndugu yangu. Wewe unaenda wapi? Njoo. Njoo.
Mwasiti, kikweli mimi najua unanipenda. Hata mimi nakupenda sana. Tena sana. Lakini Mwasiti, kwa nini hutaki kunielewa? Unavyozidi kuongea ndio unavyozidi kupoteza muda. Chingine mimi sitakuelewa chochote. Mimi nakuhitaji kwa dakika 3. Lakini Mwasiti, hebu kunielewa. Basi mimi nishakwambia. Nakuhitaji kwa dakika 5. Mwasiti. Ndewa. Wewe vipi? Safi. Mbona hivyo sasa hivi? Nimekuja ndio kufanyia usafi. Usafi? Ndio. Kwa serious, wana usafi wao sasa hivi usafi gani? Ndio, kwani kuna shida gani? Ndio, wewe lala, mimi nakufanyia usafi. Bwana Mr. Bwana. Bwana Mr. Msishangae kuwaita saizi. Nimeona ni muda mrefu sana sijaongea na nyinyi wanangu. Nikasema leo ngoja niongee na nyinyi. Vipi lakini? Mazingira mshazoea? Ndio tumezoea mjomba. Yaani tena tunafurahi. Tena tunafurahi sana kuwa hapa. Yaani kiukweli mimi mwenyewe sitaki hata kurudi nyumbani. Maana mazingira nishazoea. Kwanza na enjoy, na kula vizuri, na lala sehemu nzuri, nyumba kubwa kama hivi. Hayo unayosema yanatoka moyoni au mdomoni karibishaini? Maana unaweza kusema tumela vizuri nini lakini kumbe unavumilia tu kwa sababu uko kwa mjomba. Kiukweli mjomba anakutoa wasiwasi. Mimi kiukweli nafurahi tena sana tu. Sitaki hata kurudi tena nyumbani. Uongo Mwasiti? Ni kweli mjomba. Tangia nifike hapa najisikia amani sana. Yaani nafurahi muda wote. Mimi nafurahi sana mjomba wenu. Kusikia nyinyi mna furaha na amani, mimi nasikia burudani sana. Na vile vile mjomba wenu nina furaha kubwa sana kwa sababu nikirudi nakuta nyumba safi. Na vile vile nakuta chakula mmeniwekea mapochopocho. Sasa hivi hata kitambi kimeshaanza kutoka. Kwa hiyo nimefurahia sana nikasema nyumba kweli watoto. Lakini niwaulize swali moja. Vipi kuhusu mpango wetu? Unaenda sawa? Sabi mama. Yaani mjomba kiukweli hata sijafanikisha. Mtu mwenyewe hata simuelewi, aonyeshe ushirikiano wowote. Hanitaki. Mwasiti. Mjomba. Kila nikijitahidi na kaza buti, lakini mwenzangu hanaonyesha ushirikiano mjomba hata kidogo. Yule kwa kike wanangu. Mshindwa kumshawishi yule mtoto wa kiume jamani, awaelewe. Ili sio bure. Ndio kama nilivyowaambia dada zangu. Yule bwana ameshindwa kabisa kuingia mtegoni. Sio kwa Sabtina wala kwa Mwasiti. Nimezungumza na mabinti zangu. Wameniambia wamejitahidi kwa kila hali kumweka karibu, kumshawishi, lakini ndio ameshindwa kuingia mtegoni. Kashindwa kutegeka. Sijui mwanangu sio riski. Hapana kaka. Mimi naomba nikuondoe hofu. Wala usiwaze sana. Mimi na mdogo wangu tutakaa nao. Na tutazungumza nao kwa umakini kabisa. Tutajua ni wapi wanapokwama.
Au unasemaje mama Siti? Upo sahihi dada. Inabidi tukae nao tuongee nao, maana mwezi wa 3 tujue nini tatizo. Hata hilo mimi sina imani nalo. Yaani kwa urembo wa wapwa zangu, uzuri wao, amekaa nao siku zote hizi, hata kusisimka jamani kweli. Haya ni mashaka. Mimi naona kutokana na malezi aliyolelewa Ndewa, amelelewa kimaadili. Kwa hiyo wale anawachukulia kama vile dada zake na ule ukimya wake. Kwa hiyo hapo ni jinsi gani tutakavyozungumza nao, watumie mbinu gani ili waweze kuwa karibu yake. Basi naona kila kitu kitaenda sawa. Yaani hapo kidogo umenipa tumaini. Hilo wazo zuri sana. Na kwa kurahisisha hili, mimi nahisi labda nikikaa pale na kuwa na wabana na wawekea kiwingu na wazibaziba wasijiachie. Hivyo mimi nitaondoka kama mwezi nimwache huru. Ama sivyo? Sawa kaka, hilo limeisha. Wala usijali. Eti. Hapo kidogo nimepata faraja ya kuanzia. Hivyo dada zangu, jitahidini muongee nao kwa umakini ili tuweze kufanikiwa na hili jambo. Safi sana. Kwa hiyo ndio kuniambia baba na Sabitina hawajui chochote. Ndiyo. Tena mjomba aliponiuliza. Nikamwambia mjomba mpaka sasa hivi mambo bado ni bila. Na Sabitina naye akasemaje? Unadhani atasema nini? Ingawa mwenye mume tu mwenyewe. Nimeshasema mambo bado. Sembuse mpita njia. Safi sana. Yaani sikufichi. Katika siku ambazo umenifurahisha. Leo umenifurahisha. Yaani umenifurahisha kupitiliza. Sasa naomba nisikilize kwa makini. Naomba nipatie muda ili niweze kutafuta sababu za kukuchagua wewe uwe mke wangu. Sawa? Nahitaji nikuchague mke wangu na kila mmoja ajue kwamba Ndewa anamuoa Mwasiti. Ila na kuomba endelea kuwa na subira. Sawa? Unikosha leo. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Wewe. Najua kila mmoja wenu anajua kilichowaleta hapa. Lakini mpaka sasa sielewi. Naona mambo hayaendi. Sasa leo tumekuja wazazi wenu. Tunahitaji mtusikilize kwa umakini sana. Kwanza mwanamke ni usafi. Unatakiwa uwe msafi kwa kila idara. Usafi wa ndani, usafi wa nje, na usafi wa mwili wako pia. So unashinda mtoto wa kike unanuka kwapa. Pili, mapishi. Mwanamke jiko. Pika chakula chako kiwe kina ladha. Yule ni mtoto wa kiume. Na kumbukeni alikuwa hana mtu wa kumpikia hapa. Nimekuja nyinyi. Kwa hiyo wekeni tofauti baina wakati hampo na sasa hivi mpo hapa. Ili hawasahau hawa huko nyuma waliopita. Au sivyo dada? Kwa kweli haya ni maneno mazuri sana. Lakini kwangu mimi naona kama wameniangusha. Huu mwezi wa 3 mabinti zangu nye mwakwama wapi? Mabinti zangu mlivyo warembo. Yaani mimi hiyo enzi yangu Nuru. Nimtege nani aruke? Nitampokea kwa bashasha. Nitamtega kwa maneno laini. Mimi nilikuwa naitwa ulimbo. Akijichanganya tu aruke. Ulimbo ukinasa utoki. Sasa nashangaa nyie mmepita wapi? Mpaka msiibe nyayo zangu mimi. Mnashindwa kweli kumtega? Mnakosa mbinu kweli? Kinywa chako kiwe laini. Akitokea pale mkaribishe kwa bashasha. Ajue kweli kafika. Yaani yale ya kule nyuma yote, kumbuka kule kazini anakutana na warembo zaidi yenu. Lakini akirudi nyumbani hapa, kuweni tena sasa hivi mko huru kabisa. Nyumbani hayupo. Ni kweli mama. Mimi nawaahidi. Yote mlionifunda kulia na kushoto nitafanyia kazi. Sitoangusha hata kidogo. Na kingine,
mwanaume ni kama mtoto, nitazidi kumlea na kwangu atalainika. Sawa mama, tumewaelewa. Najua tumewaangusha, lakini nitajitahidi kuhusu lipambano mpaka nilishinda. Yaani mngechelewa siku 2 tu, ingekopa sasa hivi mnapanga kikao cha mimi cha harusi. Mngekuwa mnasambaza madela tu. Mimi msiwe na hofu kwangu mimi. Shida kwa huyu bibi kanenepeana tu. Huo muda wa kushindwa sina. Na mafundo nilokolea kuanzia kulia na kushoto. Nafeli wapi? Alafu kingine, yule mwanaume anapenda watu wenye mashepu. Haya wewe Kimba, mbona unampeleka? Tuishie hapo hapo. Nyinyi ni kitu hiki kimoja. Atakaye bahatika kupata nafasi, basi ampe sapoti mwenzake ili kuweza kulitimiza hili jambo. Sio marumbano. Mkianza nyinyi wenyewe kwa wenyewe kurumbana, ina maana ndio mwamtoa kabisa. Ndani kuna vurugu sasa. Ataka amani, akija kuta vurugu. Damangu, nitafurahi sana kama ukiweza kusula moyo wangu na kukongesha kama kaida yako. Sawi, mchana wote mkongo mlio kidogo. Mimi ni kama bahari na ni samaki. Unahulu muda wote kuogelea ndani ya bahari yangu. Kwa hiyo kwa huu. Lakini unajua nini? Msiti ametoka. Lakini ajenda mbaya, muda sio mrefu atarudi. Yaani kirambe tu kitu kimoja ambacho kijue. Nimeloki milango yote. Kwa hiyo hata Masita ikija tuka sokoni, lazima tuongee. Kwa hiyo tupo huru. Nifungulie mlango nisikie au? Hebu njoo nifungulie bwana. Kiukweli nimefeli kaka. Yaani nimejificha kichakani bila kujua kwamba ipo siku wenyewe watafika ili kutanua makazi yao. Nipo uchi ndugu yangu. Yaani sijui hata nifanye nini. Pole sana. Najua Ndewa, mimi nikwambie kitu tu. Ni mara nyingi sana sisi tumekaa pamoja na kushauriana vitu vingi sana. Na jua hili tushakaa nadhani karibia mara 3 ama 2. Lakini ndugu yangu nakuwa ni mbishi, yani hutaki kunielewa. Sasa sijajua ni kwa nini. Ni kitu gani ambacho kinakufanya mimi usinielewe? Unajua ndugu yangu, uso muda wa kupeana lawama. Mimi nishatoa boko ndugu yangu. Na mambo yameshaharibika. Kwa hiyo toka ukinipa lawama vipi, sisaidii chochote ndugu yangu. Yaani kinachotakiwa sasa hivi ni kukaa chini kufikiria nini tunafanya. Ama nifanye nini ndugu yako ili niweze kumaliza hili tatizo. Lakini mimi kwa upande wangu nimejaribu kufikiria kwamba kwa nini siwashawishi hao mabinti wote wapatoa mimba. Hapana. Ndewa, sasa unakoelekea ni kubaya zaidi. Hivi unalichukuliaje hilo swala la kuambia wao kwa taarifa kwamba watoe mimba? Wewe unaona ni sawa kweli? Mimi nadhani hapo cha kufanya uwe ni kujiepusha nalo.
Achana nao. Kuwa mwelewa basi sometime na nielewe na mimi ninachokiongea. Achana nao, wasikuumize kichwa. Ndugu yangu, nakuelewaje sasa? Au naachana nao vipi? Ndugu yangu unaongea kama rahisi tu. Kumbuka wale wote wana mimba. Mhusika ni mimi. Alafu kumbuka wale mimi ni watoto wa shangazi zangu wale. Unajua hiyo? Unajua hapo kuna aibu kiasi gani na kuna hatari kiasi gani hapo mbele? Ndugu yangu mimi sijakuelewa kwa hapo. Ila sasa hivi si muda rafiki tena wa kufanya jambo hilo, kwa sababu tayari umeshachelewa. Ulishindwa kufanya wakati likiwa dogo, sasa ila hali tayari limeshakuwa ni kubwa. Sasa mimi sidhani kama kuna cha kufanya. Ndio kama hivyo, shoga yako kanipigia simu huko, mambo yashajipa kwa sasa. Mama Kijacho, kazi imekamilika mama. Sijui unasemaje kuhusu hilo? Yaani mama, kama kweli Sabi ana mimba ya Ndewa, ndio imepita kila aina, inaacha kipingamizi. Kama namuona shoga yangu huko, yaani hapa mi sitaki hata kusubiri. Kaka kasharudi, sitaki ugaigai dada, naenda kulitumbua jambo liishe. Jiandae shoga yake harusi, upo mama, usijali kuhusu hilo kabisa. Kama unavyonijua mwanao, sijapigiwa, nacheza. Yaani utanichoka wewe siku hiyo, maana sio kwa timbwili hilo. Mama, shoga yangu anaolewa tena. Watanikoma. Japo sikupenda mwanangu aolewe akiwa mjamzito. Mimi nilipenda mwanangu aolewe akiwa salama kabisa. Mama, yaani bora hivi alipokupata ujauzito, kwa sababu ndo haina pingamizi. Inapita kilaini, haina pingamizi chochote. Yaani ni bora pia. Haya, naona umependeza mwanangu. Wapi? Nilikuwa nenda hapo kwa mkwewe Emili hapo, Emili Muha ile unamjua? Nikapatia hata kijefu cha chai, sio najua tena. Shoga yangu angekwepo angesindikiza, lakini nipo peke yangu sasa hivi. Sasa basi mwanangu, huu mguu unaouona mama yako, ubuyu unataka wa moto moto. Hapa unavyoniona nenda kwa Biki Bibi hapo kumpa huu ubuyu kabla haujapoa. Sasa sijui utanisindikiza? Mama, mimi tena harusi ya shoga yangu. Mama twende. Harusi raha. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutubariki tumefika salama katika kikao hiki, tukiwa hai na afya bora kabisa. Jamani, kwa furaha niliyokuwa nayo mimi leo sitakuwa mwongeaji sana, ila jukumu hili la kuongea nitamkabidhi dada yangu kipenzi Mama Sabtina. Mama Sabtina, tuambie lile jambo letu. Yaani nina furaha mpaka kuongea siwezi mwenzenu. Lile tulilolipanga limetimia. Mpaka sasa Sabitina ni mjamzito, na ujauzito huo amepewa na kaka yake, binamu yake Ndewa. Harusi hiyo ishafika. Dada, hebu subiri kwanza. Unasema Sabitina ni mjamzito? Ukupenda haya makubwa. Na Mwansiti naye vile vile ni mjamzito, amepewa na Ndewa. Toba.
Dada zangu, wala ina haja ya kulumbana sana, kwa sababu wahusika wenyewe tunao hapa hapa. Mwasiti, Mjomba. tuna mimba? Ndio. Na Sabtina? Ndio, mimi ni mjamzito. Tena mjamzito wenyewe ni wa Ndeo. Ndeo mwanangu, hili jambo ninalolisikia ni la kweli au anakusingizia? Ni kweli baba, haya yote ambayo umeongeleka hapa ni ya kweli, na mhusika ni mimi. Kiukweli mimi nilikuwa na mahusiano na mdamu zangu toka zamani, kabla hata hajaja pale nyumbani, na kila mmoja nilikuwa namuomba kwa wakati wake aweze kufanya siri mpaka pale nitakapoamua kumuoa. Lakini kiukweli wazazi wangu kila siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, nilikuwa nashindwa kuchagua nani ambaye aweze kuwa mke wangu, na matokeo yake mpoambia waje kuishi pale nyumbani, kila mmoja kwa wakati wake nilikuwa nakaa naye na kutoka naye, na mpaka ikafikia huko ambapo tumefikia. Naombeni mnisamehe sana wazazi wangu. Awali ya yote niwaombe radhi dada zangu kwa hili lilotokea. Mimi nilikuwa na wasiwasi kweli na mtoto wangu, huenda akawa sio mzima, maana hata siku moja sikuwahi kumuona wala kusikia kuwa na mwanamke. Ndio maana nikatumia nguvu zangu zote hizi, na pia nilitamani sana awe binamu yake ili kulinda mali zangu, lakini pia kukuza familia. Kama mnavyoiona familia yenyewe ni ndogo, lakini kwa bahati mbaya ndio yametokea haya yaliyotokea. Ndeo mwanangu, una deni kubwa sana kwa binamu zako. Wewe ulisahau kuwa ulichokifanya ni sawa na usiku wa deni, na wahenga wamesema usiku wa deni haukawi kukucha. Hatimaye kumekucha sasa, hauna budi kulipa madeni ya watu. Ndugu zangu, hapa hakuna jinsi. Ndewa amekosea sana. Wapwa zangu, mmekosea sana. Dini yetu inaruhusu ndewa aoe hata wanawake wanne, na itifaki inaruhusu vivyo hivyo ndewa aoe hata binamu zake. Hivyo mimi sioni haja ya kuteseka sana. Tufanye tu harakati, tupitishe ndoa kwa watu wote wawili. Ama kweli nimeamini. Siku zote kisimani watu maji wateka. Hata pale bombani, kufunga ama kufungua, maji huwa hayaneni, hayana la kutamka. Maji yakimwagika siku zote hayazoleki, na mtoto akinyia kiganja huwezi kukikata. Sijui twalifanyaje hili. Aibu gani wewe Ndewa? Upo tayari kwa wote wawili hawa? Ndio shangazi, niko tayari. Mimi sitaki. Yaani sitaki kabisa kuolewa mke mwenza. Yaani ya nini wakati mimi ndio mtoto wa kwanza? Na mimi sipo tayari. Wewe ni wa kwangu peke yangu. Alafu kingine wewe mwenyewe una madanga kibao. Chini na madanga. Mimi mwenyewe sitaki hivyo hivyo, umeelewa wewe? Mimi ndio wa kwanza. Mshaniuzi, mshanikwaza, mshatutia aibu, mshatuvua nguo na bado mnataka kutuchafua. Ni moja tu, asiyetaka kuolewa atabaki nyumbani, alee mimba yake nyumbani. Si mmenielewa? Kwa nini mnatufanyia hivi? Mmetuzalilisha afu bado mnatupigia kelele. Mwanangu, nenda katafute mke mwingine uoe huko. Achana nao wote. Aka. Mimi nimekubali tu kuolewa mke mwenza. Na mimi nimekubali pia. Haya, kama mmekubali, ili mnithibitishie kama kweli nyie mmekubali na mtakuwa kitu kimoja, mtaishi kwa amani na furaha, basi mpeane mikono. Itu.